Jafar bin Abdallah Mulume, ambaye kwamba tumemkosa usiku wa leo, na hivi sasa twampeleka katika nyumba yake ya kweli. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tumuomba na kumtarajia ya kuwa nyumba atakayokwenda iwe ni rawdatan min riyadil janna. Sayyid Swaleh sote tunamjua, tumekaa na yeye, tumeishi na yeye na tumemuona namna gani hali zake alivyokuwepo, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimruzuku sana mahaba ya kuwapenda watu wa kheri, kuwapenda watu wema, kuwapenda auliyaullah, na hii ni taufiki ya Mwenyezi Mungu. Wewe ikiwa moyo wako Mwenyezi Mungu ameujalia kuwapenda watu wazuri, ni maana na wewe ni mzuri. Wenyewe wanakwambia maarifatul walii wilayatun sughra, kumjua mtu kuwa ni walii, wewe tayari ushaanza kuwa walii. Ile kumjua huyu ni walii, huyu ni mwema, ni maana na wewe ushaanza kuwa walii, ushaanza kuwa mwema. Na hasa katika ulimwengu huu wetu ambao kwamba tunaishi, ulimwengu ambao kwamba hakuna anayemuitakidi mwenzake kuwa ni mwema. Kila mmoja tunapoishi huu ulimwengu twajuana, kila mmoja amuona mwenzake ni mpungufu, mwenzake hamo, mwenzake si mzuri, ajiona yeye tu ndio anayefaa, wengine hawafai. Lau kama tutakaa tuulizane sisi kwa sisi, wewe wamuona nani mwema? Akwambia si ulimwengu huu, pengine uulize zamani. Ulimwengu huu wema umekuisha, hakuna tena wema. Nani anakuambia hakuna wema katika ulimwengu? Wema wako, aulia wako, salihuna wako, lakini sasa yalipokuwa macho yetu yanaopazia, tumekuwa hatuwezi tena kumuona nani mwema. Ndio Mtume imekuja katika hadithi yake akisema, idha sami'tum rajula yaqulu halaka an-nasu fahuwa ahlakuhum, ukimsikia mtu asema watu wameangamia, watu wamepotea, hakuna tena watu, basi anaangamia kwanza yeye. Lazima tuwe na husnu dhanni katika watu. Hakuna kitu kinachomjenga Muislamu kama husnu dhanni kwa mwenzako. Hata yule unamuona anafanya maasi, hujui atarudi lini, hujui ataangaliwa lini na Mwenyezi Mungu. Milango yake ya kurudi kwa Mwenyezi Mungu haiko kwako, iko kwa Mungu. Haiko kwako, funguo huna wewe. Akitaka toba hatakuja kwako Mwenyezi Mungu kukutaka ushauri. La, hujui baina ghamdati aini wa intibahatiha, baina kufumba jicho na kufungua, aweza mtu akabadilika kutoka kwenye shakawa akaenda kwenye saada. Kwa sababu mtu akabadilika dakika moja, akatoka katika ubaya akaenda katika uzuri. Sisi tulitakalana kwetu ni lipi? Ni kuwa na husnu dhanni biibadillah, kuwa na wana mzuri kwa waja. Toa nasaha, mwombee Mungu unamuona ametoka katika misingi ya kikweli, lakini si wakati wako wala wangu wa kumhukumia mtu ni nani na enda wapi. Binadamu tunaishi, aweza mtu kamaona amefanya makosa miaka 50 na 40 na 80, wewe kwa bado tu hasa
hafiki kwako. Sasa ile wewe kumwona mtu kumtambua kwa huu ni mwema, basi na wewe tayari ushaanza kuwa mwema. Ndugu yetu kama huyu alikuwa na taalluki sana 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 na watu wema, alikuwa na taalluki na watu wa Mungu. Akimwona mtu yuko katika siratan mustaqima, yeye tayari yuko karibu na yeye tayari ashirikiana na yeye. Na kila ukimwona, ukimwona na tasbihi yake, ukimwona na kanzu yake, ukimwona na misare yake, pengine huku kwetu ukimwona mtu namna ile unaona huu hana kazi ya kufanya. Na akimtaja Mwenyezi Mungu kila wakati, watu wa nyumbani kwake wasema kwao kuwa ni mtu ambaye kwamba alikuwa ni kathratu salati ala al-habib, alikuwa akimswalia sana Mtume, alikuwa akitaja dhikri sana, akimtaja sana Mwenyezi Mungu jalla jalaluhu wa ta'ala fi ula. Na ukimwona alikuwa mambo anaokuzungumzia ni mambo ya kheri, mambo ya Mungu, mambo ya kutengeza. Lakini dunia ni hii, kila mmoja lina wakati wake, kila mmoja lina lahadha yake. Hatujui mimi na wewe lahadha yetu iko wapi na ni lini. Leo huyo ameondoka, amemwacha mamake ambaye kwamba ni shangazi yetu, na kawaida mama siku yoyote au baba hatarajia kuzikwa na mwanaye, hataraji yeye kumzika mwanaye. Hii ndio kawaida ya wazazi. Hata ukawa na hali gani, hata ukawa mgonjwa namna gani, mama hataraji wala baba wala hafikirii ya kuwa mimi kuna usiku nitamzika mwanangu. Yeye analolitarajia ni mwanaye au mtoto wake amzike yeye. Lakini ikifika kwa mama au baba amzika mtoto wake, ni maana ni kadari ya Mwenyezi Mungu jalla jalaluhu wa ta'ala fi ula. Na hilo huwezi kulitambua mpaka pengine likupate wewe. Mwenyezi Mungu asitujalie leo mtu anaumwa naye, mida ambayo mwanaye ameondoka, utajiona vipi? Utajisikia vipi? Kwa ajili mama na baba kwa mtoto hakuna mfano, hakuna mfano. Leo msiba huu mkubwa uko kwa babake, na sisi wazee wetu, mababa zetu, tujijue sisi kwao hakuna mfano. Hata kumfanya namna gani babako na mamako, huwezi kuwalipa wala huwezi kuwatekelezea haki ambayo kwamba wao wamekufanyia. Na haswa mama, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alipokwenda mmoja kumuuliza Mtume, ni nani bora zaidi mimi nimtendee wema? Mtume akamwambia mamako. Akamuuliza wa pili, akamwambia mamako. Akamuuliza watatu, akamwambia mamako. Mwingine akamwambia babako. Ndio pale wasoma wasema wa ummi afdalu min abi bi thalathi darajat, mamangu ni bora kuliko babangu kwa daraja ngapi? Hatukudharauliwa baba. Ndivyo ilivyokuwa. Hamana kite na imani alokuwa nayo mama, baba enayo, lakini haimfikii. Wewe pima tu nyumbani kwako, waweza kuwa kijana mdogo mgonjwa, baba ukalala, lakini mama anaweza kulala? Wewe baba waweza ukalala. Sasa basi wewe chumba kile kulala, mwangalie vizuri, ukedawa ni imani yako. Utatoka umwache kijana wako, wewe ndio roho nyingine, lakini baba halali mpaka hakikisha kijana amelala. Bali kwa zaidi yaweza kuwa kijana pengine yuko hospitalini, hasa ukakaa na mke wako kumwangalia kijana wetu, ikifika wakati basi ndio kupumzika, kuangalia tutaonana kesho asubuhi. Mama aweza kusema naenda kupumzika, atakaa halali. Kwa hiyo mama daraja yake ni kubwa sana kwetu sisi.
na sisi ambao kwamba tunao wazee, walokuwa nao wazee, wawaheshimu wazee, kwa ajili wazee hawana mfano, umfanye lolote hana mfano. Kwa hivyo leo masikitiko na huzuni kubwa iko kwa mama yake ambao kwamba amekaa na yeye akamlea akafanyia kila kitu. Leo yeye ndio amebakia, ametangulia huyu kijana wake. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ajalie kabri yake iwe ni rawdatan min riyadil janna, ajalie kabri yake iwe ni bustani katika mabustani ya peponi. Ikhwata al-iman, kifo kiko na hakuna mtu atakayekimbia kifo, na kila mmoja ana wakati wake wa kuondoka, na ikifika saa hakuna kwenda huku wala kurudi huku. Ikifika saa ndio imefika. Sasa kubwa ambalo kwamba sisi tunataka tulifanye ni lipi? Ni lile alilolisema mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Siku moja baada ya kuzika, alikaa kwenye kaburi mtume na akalia mpaka machozi yake yakaenea kwenye ndevu zake, ikawa mtume yualia, kisha akiwaambia masahaba zake, limithli hadha al-yawmi fa'idtu, limithli hadha al-yawmi fa'idtu, kwa mfano wa siku hii ya leo. Siku gani? Siku ile watu ambao kwamba watakuchukua wakutoe nyumbani kwako, wakulete msikitini, wakuswalie, kisha wakuchukue wakutie kaburini, wakuache kaburini, kila mmoja arudi nyumbani kwake, kila mmoja arudi kwenye kazi yake. Mtume kwambia kwa mfano wa siku hiyo ndio mtu atakajiandalia. Haya mengine ya kupita tu, lolote litakalo kupata ni jambo ambalo kwamba limekuja na litamalizika. Walakini mtu yoyote ambaye kwamba atatiwa kaburini, pale waachwa yeye peke yake, litakalo kunufaisha wewe nini? Amali zako. Vipi wewe umetanguliza kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Na katika mambo ambayo kwamba tuhusiwa sana sisi, utaona hakuna yoyote atakayeswaliwa ila aambiwa mambo mawili tuambiwa. Jamani, ikiwa kuna mtu yoyote amemkosea huyu, amefanya hivi, twaomba msamehe, na yeye kama kuna lolote twaombe msamaha. Hilo ni la kwanza. La pili, twasikia kila kabla ya kuzikwa maiti, kabla ya kuzikwa aliyekufa, watu watasema jamani, huyu kama kuna deni lolote, deni kama lile limetoka katika dhima ya huyu limeingia kwenye dhima. Ni sunna ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na imekuja katika hadithi sahih, hadithi ya Sayyidina Salama ibn al-Aqwa asema, kunna julusan inda Rasulillah, tulikuwa sisi tumekaa mbele ya Mtume, idh utiya bijanazati, pindi tulikuwa tumekaa pamoja na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, idh utiya bijanazati, ghafla likaletwa janeza. Faqalu ya Rasulallahi salli alaiha, wakamwambia Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, liswalie janeza, huyu anakufa mswalie. Na hapa yatuonesha ya kuwa watu waliokuweko Madina, alikuwa akifa yoyote, walikuwa ule maiti akiletewa Mtume kuswalia. Pale alipokuweko Mtume pale, Mtume saa nyingine yowaenda, na akitokwenda kutaka baraka ya Mtume, kutaka kuswaliwa na Mtume, walikuwa wakitukua yale majanaiza akiletewa Mtume.
Ndio utaona kwa siku akiletewa mawili, matatu, manne, kila mmoja ataka maiti yake aswaliwe na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na bila shaka ni furaha kubwa mtu akiwa ataswaliwa na Mtume. Ikaletwa jeneza lile, akaambiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam mswalie. Mtume akawauliza, hal alaihi dainu, huyo alokufa ina deni? Qalu la, sema hadaiwi. Hal taraka shay'an, ameacha kitu chochote? Qalu la, sema hakuacha kitu, hana deni na alikuwa ni maskini. Fasalla alayhi, Mtume sallallahu alayhi wa sallam akamswalia, kisha sema thumma utiya bijanazatin ukhra. Na dhahiri alhadith, walikuwa pale pale kikao kimoja, likaletwa jeneza lingine. Faqalu ya Rasulullah salli alaiha, niswalie ili jeneza. Mtume akarudisha tena swali lile lile, hal alaihi dainu, je huyu ena deni adaiwa? Qalu na'am, ndio huyu adaiwa, huyu ena deni huyu. Hal taraka shay'an, je ameacha kitu katika mali? Qalu na'am, thalathata dananir, ndio ameacha dinari 3. Dinari 3 manake ni kiwango cha dhahabu kingi. Fasalla alaiha, Mtume akaliswalia lile jeneza kwa kujua nini? Huyu ena deni na mali ameacha, ni maana yale mali yatalipwa deni. Ni kwenda kaburini, atakwenda kaburini na yeye hana deni. Katika kipaumbele cha maiti, mambo ambayo ni ya mwanzo kufanyiwa, deni iko katika yale mambo ya kwanza. Kisha sema Salama bin al-Aqwa fautiya bithalitha, katika majlisi yale likaja jeneza la 3. Sasa lilipokuja jeneza la 3, Mtume masala ni yale yale, akauliza hal alayhi daynun, je huyu maiti ena deni? Qalu na'am, masahaba wakasema ndio, huyu adaiwa. Akauliza tena, wa hal taraka shay'an, je ameacha kitu, kuna mali ameacha? Qalu la, ena deni na hakuna kitu alichokiacha. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam aliwaambia, sallu ala sahibikum, mswalieni nyinyi, kwa ajili mimi siwezi kumswalia huyu enao deni. Sasa ulama asema kwa nini katika sharti ya kuswaliwa maiti mtu akiwa na deni hafai kuswaliwa? Yafaa kuswaliwa, wala hakuna anasema mtu mwenye deni asiswaliwe, yafaa kuswaliwa. Lakini katika haki ya mtume ni nyingine. Leo kama mtume atainuka amswalie, kisha mwombe Mwenyezi Mungu, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa askinuhu fil janna, yule anakwenda sasa kwenda peponi tu. Dua ya mtume sio? Kisha deni la huyu nani atalilipa? Sasa kuchunga haki ya deni ya mwingine, Mtume akamwambia sallu ala, lau kama haifai kumswalia mwenye deni, Mtume akaliwaambia masahaba mswalieni. Akaliambia huyu msimswalie, lakini asema mimi simswalii kwa sababu yeye lau kama atamswalia kisha muombe Mungu amtie peponi, amsamehe, dua ya Mtume itasikizwa kuliko deni yako. Kwa ajili Mtume daraja yake ni nyingine, ndio Mtume akawa yeye hatomswalia, akaambia sallu ala sahibikum, mswalieni, mimi simswalii kwa ajili huyu bado ina deni na hana cha kulipa. Fakama Abu Qatada akasimama hapo, akaambia ya Rasulullah, salli alayhi wa alayya dainuhu, ewe Mtume
nitalilipa mimi. Wewe mswalie, asikose swala yako kwa ajili ya deni. Haya ndio mahaba waliokuwa masahaba wakipendana baina yao kwa wao. Mswalie ya Rasulullah, asikose swala yako, deni yake isiwe ni sababu akose kusimamiwa na wewe kumswalia. Fasalla alaiha, Mtume akaliswalia ile janaza. Sasa lango hapa ni moja, ni kuwa usisubiri. Ikiwa wewe una deni ukasema mimi sitolipa deni bwana, nikifa watu watanichukulia, nikifa watu watanichukulia. Manake siku hizi imewali, mimi naweza nikamchukulia mtu deni, sijalilipa lake, mimi mwenyewe nalo langu, na nikifa mimi nikachukuliwa. Je, utajua lako limelipwa halijalipwa? Almuhimu, ukiwa una uwezo wa kulipa, usisubiri kulipiwa. Usisubiri kulipiwa. Na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam asema, man akhadha amwala nasi, yoyote mwenye kuchukua mali ya watu na nia yake si kulipa, basi atlafahullah, Mwenyezi Mungu atamtilifisha. Wewe ukachukua mali ya watu, ukenda kwa mtu ukakopa, ukachukua deni, lakini nia yako ndani ya moyo, mimi nachukua, lakini ataniona wapi tena huyo? Halas, kisha humwogopi Mungu na mwogopa. Kwa nini wafanya hivyo? Kwa sababu ya kufanya hivyo mimi nimejimakini, nikifa na watu nyuma watachukulia madeni yako, hata wanyuma wakakuchukulia madeni yako. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sema, mwenye kuchukua deni na yeye nia yake, mimi nachukua deni na nitalilipa deni, wafahu Allahu anhu, Mwenyezi Mungu atamlipia. Hata ukitokuwa na uwezo wa kulipa, ikiwa moyo wako ni mkweli unataka kulipa, Mwenyezi Mungu atakulipia. Lakini ukachukua kwa ujanja, ukachukua kwa hila, na ikawa huna nia ya kulipa, basi Mwenyezi Mungu hakuachi salama. Mwenyezi Mungu hakuachi salama. Ufikiri utadhulumu tu uende kisha wewe huna lolote. Kwa hiyo katika masala ya haki ya deni ambayo kwamba tutatangaziwa misikitini, ni haki ambayo kwamba taka itangazwe, walakini wewe unachukua deni, uko hai, fanya bidii ulipe deni yako, ujue na wapi kule. Mtume sallallahu alayhi wa sallam asema, sijaona sehemu mbaya zaidi yenye kuogopesha zaidi kuliko kabri. Kabri ndio sehemu yenye kuogopesha, akwa sehemu mbaya zaidi ni kaburini. Sasa kabla hujaenda kaburini, jisafishe hapa duniani, jisafishe, ujione uko safi kwa upande wa deni na kwa upande wa pili ambao kwamba sisi tutatangaza ya kuwa tusameheane. Samehe na wewe uko hai, usisubiri mpaka umekuwa maiti hapa watangaziwa. Kwa nini usikutangaziwe na wewe mwenyewe waweza? Kwa nini ulipiwe na wewe mwenyewe waweza kulipa? Akasema masala ya pesa ni masala ya fitna. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujaalie wale wenye madeni, Mwenyezi Mungu awawezeshe wayalipe, kwa ajili haki ya mtu Mwenyezi Mungu haisamehe. Haki ziko mbili, kuna haki ya Mungu na haki ya mtu. Haki ya mtu mpaka ule mtu akusamehe. Hata ukachukua pesa zako, hata kama ni shilingi 1000, ulete istighfar usiku mzima, usamehewe mpaka usamehewe. Na mimi nikichukua kwako usisamehewe mpaka unisamehe wewe. Kwa hivyo ikhwatal iman, sote tuna madeni. Kuna ulimwengu unaishi na madeni, tunamuomba Mwenyezi Mungu atupe uwezo wa kulipa. Na ndugu yetu huyu ambao kwamba amekuwa mgonjwa siku nyingi, alikuwa mgonjwa, amesumbuka, lakini bila shaka tunajua ugonjwa ni katika sababu moja ya mtu kusamehewa madhambi yake.
Mtu akiwa mgonjwa ni sababu moja ya kuwa wewe madhambi yako yasamehewa. Tutaraji Mwenyezi Mungu amemsamehe madhambi yake. Mwenyezi Mungu amjalie kabri yake iwe ni rawdatan min riyadil janna. Mwenyezi Mungu jamaa zake na sote ni wake. Mwenyezi Mungu atupe sabri, na ikiwa kuna lolote la deni ambalo kwamba adaiwa, basi murudi kwa ndugu zake na watoto wake, lakini bado ni wadogo. Mwenyezi Mungu awape sabri, Mwenyezi Mungu awape imani inshallah taala. Lakini ndugu zake wako akiwekwa Said Abdurrahman Muhdhar, yeye na ndugu zake, lolote murudi kwake, na inshallah hakutopotea haki ya mtu. Na ikiwa kuna lolote la suu tafahumi, inshallah tusameheane. Umsamehe kwa ajili ukisamehe na wewe utasamehewa. Ala tuhibuna an yaghfira Allahu lakum, je, nyinyi hampendi Mwenyezi Mungu kuwasamehe? Tupenda Mwenyezi Mungu atusamehe. Kwa hivyo ukipenda Mungu akusamehe, samehe wewe kwanza. Wewe usitake kusamehe watu lakini wewe hutaki kusamehe, la, tanguliza wewe kusamehe watu, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakusamehe. Mwenyezi Mungu atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Wassalamu alaykum wal afwa minkum. يا محمد صلوا على النبي، صلوا على حبيبكم. الله أكبر منزل. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر. الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وسلم. اللهم صل على محمد والآل كلهم 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 وسلم. اللهم صل على محمد والآل كلهم. اللهم صل على محمد والآل كلهم وسلم. 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 اللهم صل على صل على محمد والآل كلهم وسلم. اللهم صل على محمد والآل كلهم وسلم. اللهم صل على محمد والآل كلهم وسلم.
الحمد لله الباقي بعد فناء قلبي وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون قال الله تعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة ومن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور ما عندكم ينفد وما عند الله باق كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تحشرون يا عبد الله بن أمتي اذكر العهد الذي خرجت عليه من دار الدنيا إلى دار الآخرة وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن الجنة حق وأن النار حق وأن الموت حق وأن القبر حق وأن الملك والنصير حق وأن السؤال حق وأن الجواب حق وأن الميزان حق وأن البعث حق وأن الحوض حق وأن القصاص حق وأن الشفاعة حق وأن الصراط حق وأن رؤية الله تعالى في الجنة للمؤمنين حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله العظيم وإنك رضيت بالله ربا وبالمرسلين وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا هذا أول منزل من منازل الآخرة وعلى الذين آمنوا بالقول للحياة الدنيا وفي الآخرة يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي اللهم اغفر لأهل القبور والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات واجعلنا في قبور الأنبياء والنور والفسحة والقبور والفاجة والشرور والمغفرة عن القبور إنك ملك ربي غفور رحيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وبحمدك سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين الفاتحة فاتحة أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم وتخفوه يحاسبكم بالله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا Hoja bossa na TV za kuingia